Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kunipa nafasi hii adhimu na mimi kuweza kuwa mchangiaji katika wizara yetu hii ya ardhi. Awali ya yote hatuna budi kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuweza kutupa neema ya uzima. Kwa dhati kabisa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kojani tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maendeleo makubwa ambayo anayoyafanya Zanzibar kwa ujumla, kwa upande wa Pemba, lakini kwa upande wa Zanzibar kwa pamoja. Lakini la pili, nimpongeze Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na kuweza kumshauri vizuri Mheshimiwa Rais. Lakini moja kwa moja niende katika kuchangia moja kwa moja. Nianze katika shirika la nyumba. Sina budi kwa kweli kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kojani tunapongeza sana kazi ambazo anaendelea kuzifanya mkurugenzi wa shirika la nyumba. Anafanya kazi mzuri sana, kwa sababu hapo awali tulikuwa tunaona kwa hatuoni kazi ambayo inafanyika katika shirika la nyumba, lakini kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 tunaona spidi na kazi ya uweledi ambayo inafanywa na mkurugenzi huyu. Kwa kweli anafanya kazi kubwa sana, tunampongeza kwa 100%. Lakini hata hivyo, ikimpendeza tunamkaribisha sana na pale Kojani aje ajenge hizi nyumba za kisasa. Kwa kweli tunazihitaji. Kazi hii ambayo kaifanya huku Unguja, tunaamini kabisa atakapokuja pale Kojani tutampa mashirikiano makubwa kuweza kutujengea hizi nyumba za kisasa. Kwa hiyo mkurugenzi, karibu sana ndani ya jimbo la Kojani, maeneo tunayo kwa ajili ya ujengaji wa nyumba hizi. Lakini hata hivyo ninampongeza pia Mheshimiwa Waziri, licha ya kuwa mwanzoni nilikuwa natakiwa niweze kuanza na waziri, lakini nimeanza kwa mkurugenzi. Lakini tunampongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Nyumba, Waziri wa Ardhi kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Isipokuwa tu katika eneo moja, bado tunaona kuna changamoto kubwa hapa kwenye suala la hati miliki ya ardhi. Imekuwa ni changamoto ndani ya jimbo la Kojani. Zaidi ya watu 75% hawana umiliki wa nyumba wala hawana umiliki wa ardhi. Ipo haja katika jimbo langu kuja kutoa taaluma ili kuweza kuhakikisha wananchi wengi wanapata hizi hati miliki ili ziweze kuwasaidia hata pale ambapo wataenda kuomba mikopo, iwe ni rahisi kuweza kupeleka hizi dhamana ya hizi hati za nyumba. Lakini ukiangalia ndani ya jimbo langu zaidi ya watu 75% hawana hati miliki za nyumba. Lakini pia sio eneo langu, lakini inabidi pia nilisemee, katika ukanda huu wa Dimani, Nyamanzi, nako pia kuna changamoto. Ni muda ambapo walikuja wakafanya tathmini, lakini hadi leo tathmini ile tunaona kabisa haijazaa matunda. Napo pia wananchi wanalalamika sana kuhusiana na swala hili la umiliki. Kuna watu ambao sasa hivi wana zaidi ya miaka 20 lakini hawana hati miliki. Kwa hiyo bado katika eneo hili Mheshimiwa Waziri lisimamie ili hapa kazi iweze kufanyika vizuri. Lakini kuna changamoto kubwa sana kabisa katika eneo hili la masuala la hii kamisheni ya ardhi. Lakini sambamba na hivyo, kuweza kuwa na alignment kuhusiana na mipango miji, tawala za mikoa, lakini pia kupitia katika ile wizara ya miundombinu, kwa sababu hapa panakuwa pana changamoto. Mipango miji anaingia, tawala za mikoa hana taarifa. Mwisho wa siku hapa tunasababishia wananchi hasara, kwa sababu unakutia mwananchi tokea anajenga, watu wa mipango miji wapo, watu wa tawala za mikoa wapo, wanakaa kimya. Mwisho wa siku majengo yanajengwa, siku ya pili yake unaangalia pameandikwa DCU. Sasa na eneo hili tunachotakiwa kwa taasisi hizi zote kwa pamoja zinatakiwa ziwe kitu kimoja, ili kuweza kuhakikisha kwa wananchi hawa tunawasaidia na sio kuweza kuongezea huu mzigo ambao mwisho wa siku tunawapatia. Kwa sababu inafika pahali inauma sana, mwananchi anajenga, mwisho wa siku anaambiwa abomoe, na kama tunavyoona kidogo maisha yetu kifupi yanakuwa ni magumu. Lakini pia katika eneo jingine ambalo nataka niweze kulichangia, kwa kweli Mheshimiwa Waziri unafanya kazi mzuri, na sisi kwa pamoja kwa niaba ya wananchi wangu wa jimbo la Kojani
hatuna pingamizi kabisa juu ya bajeti hii. Sisi kwa 100% tunaichangia na tunatathmini, yani kiufupi kabisa tumeridhia kabisa utendaji kazi wako, lakini tunakuomba maeneo haya uweze kuyatilia mkazo ili kuweza kuhakikisha kuwa yanakaa vizuri. Kwenye shirika la nyumba unafanya vizuri, lakini hapa kwenye masuala ya ardhi hapajakaa sawa. Wananchi wengi wana changamoto kuhusiana na swala hii ya kuweza kupata umiliki wa hizi hati za nyumba. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi yani kiufupi nimeridhia kwa 100% kuhusiana na bajeti hii, na sisi kabisa, na mimi binafsi ninaipitisha kwa 100% bila pingamizi yoyote. Kwa hayo machache, asante. Asante na kushukuru Mheshimiwa.